Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya matukio ambayo yameshangaza watu wengi sana ni hili tukio ambalo limetokea huko Tanga, ambapo jeneza limebebwa na wanawake. In any way, shape or form, sio utaratibu au utamaduni wa Kiafrika, hususan hapa Tanzania. Ni kwamba inafahamika kwamba mambo ya kubeba jeneza, mambo ya kupeleka maiti kaburini kuzikwa ni mambo ambayo huaga yanafanyika na wanaume, lakini this time around kwa tukio hili ambalo limetokea huko Tanga, ni kitendo ambacho kimewaacha watu wengi sana hoi. Na hiyo video unayoiona hapo ni moja kati ya video ambazo zimerekodiwa na moja kati ya mdau wetu ambaye amekuwa amelishuhudia hilo tukio kwa macho yake. Kutokana na hii video kwenda viral, wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na tukio hilo. Kwa mfano hapa kuna mtu hapa anaitwa Kilebano, anasema kwamba bwana huyo aliyekufa itakuwa ni mtihani wa ima bibi yao ama babu yao, ila kwa muonekano wa wepesi tu wa jeneza inaonekana kwamba hawajabeba maiti ila ni kutania tu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema bwana, mimi ni Mzigua, huyo aliyekufa ni babu yao au bibi yao, na huko kwenye jeneza hakuna maiti, ndio walikuwa wanalipeleka kwa wanaume wakaweke maiti. Umeona Kwa hiyo kuna watu ambao waliona hii video kwa mara ya kwanza walikuwa wanajiuliza kwamba je, hii imekuaje, imekaaje na ni utaratibu gani huu? Kwa hiyo wadau wanakuambia kwamba Wazigua huko Tanga bwana, wana huo utaratibu kwamba jeneza huaga linachukuliwaga na wanawake linapelekwa kwa wanaume na hapo jeneza linakuwa halina kitu ila ni jeneza tu tupu, linapelekwa kwa wanaume kwa ajili ya kuweka maiti mule ndani, and then baada ya hapo process nyingine zinazofuata zinafanywa na wanaume. Kwa hiyo ni kwa mujibu wa knowledge ambayo tumeipata baada ya kupitia comment katika upande wa comment section. Kuna mtu amekuja ameandika kwamba bwana, kweli mikoa inatembeleana. Tanga sasa ipo daa imekuja lini? Okay, usijue limaanisha nini, lakini kuna mtu anasema bwana, jeneza halina kitu hilo. Kama kafariki mwanamke mwenzao, basi ni haki yao kupamba jeneza kama ilivyo ni haki yao kumuosha mwanamke mwenzao. Si rahisi kwa wao kwenda kuzika wakati wanaume na ni mashehe wapo. Umeona So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Umeona bwana. Kwa hiyo kuna mtu mwingine hapa amekuja ameeleza kwamba bwana, ukifanya utafiti unaweza ukakuta kwamba hao wamama wote vigagula. Kuna mtu ameandika hivyo. So comment ni nyingi sana, lakini hilo ni tukio ambalo limewastaajabisha watu wengi sana. Nataka hapa usikilize kilichotokea, maana mtu ambaye amelishuhudia hili tukio ni Dr. Manyaunyau, alikuwepo huko Tanga. Msikilize hapa Dr. Manyaunyau alichokizungumza, and then pia nitakupa nafasi na wewe pia ukiwa kama mdau uweke maoni yako katika comment section. Una kipi cha kuzungumza kuhusiana na tukio hili ambalo limetokea huko Tanga? Haya jamani, hiyo ndio Tanga. Jeneza ndio hilo hapo limebebwa na wanawake. Hiyo ndio Tanga jamani. Jeneza huko la Muislamu na aliyofariki ni mwanaume, limepigwa kanga. Wazigua hao jamani. Nikiwaambia jamani, uzuguani kuna mambo, jeneza linatembezwa hilo jamani. Hiyo ndio Tanga hiyo. Haya, tunaletewa jeneza huko Tanga hiyo jamani. Manyaunyau huyo anayaona. Haya ndo mambo Wazigua. Tembea uone jamani. Usipotembea manake huwezi kuona kitu. Tembea uone. Jeneza hiyo ni Tanga jamani. Ni Dar es Salaam hii. Beboda. Tanga kunani hiyo? Ndio, tembea uone. Haya mashehe, tunaomba mtuambie yule aliyefariki ni mwanaume. Mambo ndo hayo, kakafanywa mara mbili, watu wamekafini Dar es Salaam na hapa. Shughuli hiyo. Ukisikia uchawi, mila na desturi na uchawi huko ndo kama hivyo jamani. Sasa nimekuja kuzika na maana watu tumekaa pembeni saa hizi kama hatuna akili, yaani hatushobokei. Hapo kuna watu wa vioni, watu mashehe, watu wa design yote, yani manake wanakuwepo hapo, lakini ya mambo yanakuwa ni tafalani kabisa yani.
Naam, so hilo ndio tukio ambalo limewastaajabisha watu wengi sana huko mitandaoni. So hapa yeye mwenyewe Manyaunyawa ameandika kwamba bwana, ama kweli tembea uyaone, maana nilijua kwamba nimemaliza kuona vingi, kumbe bado dunia inaendelea. Haya sasa wazigua, haya ndio mambo gani jamani? Hebu naomba mtujuze wale wenye kuyajua. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ngoja niendelee kukusomea baadhi ya comments ambazo zimejitokeza hapa. Kwa mtu hapa anaitwa Aliye ameandika kwamba bwana, watu wengine bwana ni wahovyo sana. Aliyokufa hapo ni mwanamke, mtu mzima jeneza hapo liko tupu. Wamama ndio wanaenda sasa kumweka huyo marehemu. Umeona? So the same kitu ambacho nilichokuwa nakizungumza bwana ndo hiki hapa. Ndio hiki hapa ninachokiona huku katika comment. Kwa mtu anasema bwana, hilo jeneza halina maiti humo ndani na hao waliobeba ni wajukuu, na hapo wanafanya utani kwa watoto wa huyo marehemu ili wapewe hela, ndio ili wapewe hela. Huo ni utani tu kikwetu. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba kuna haya mambo ya utani misibani, wanakuambia kwamba hapo kilichotokea ni kwamba ni kama wajukuu hivi, labda babu amefariki, sasa wajukuu ndo wanabeba jeneza ambao ni watani wa huyo babu, ndo wanafanyaga hivyo kwa lengo hilo. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Huyu hapa anaitwa Mudi anasema kwamba bwana, kwa muonekano na hayo marembo ya kanga ni ishara kwamba aliyefariki ni mwanamke, ila kiuhalisia hilo jeneza lipo tupu. Hivi unaujua mwili wa marehemu wewe ulivyokuwa mzito tena wa mwanamke kama unavyosema? Umeona? Kwa kuna watu wanasema kwamba kwa jinsi ambavyo hawa mama walivyokuwa wamebeba hilo jeneza, wanajimwaya namna hiyo, wanasema kwamba angekuwa kweli ni mtu amewekwa humo ndani, wasingeweza kujimwaya kwa sababu uzito ungekuwa ni wa hali ya juu. Umeona bwana? Kwa hiyo wadada wasingeweza kulibeba. Haya, huyu hapa anaitwa Tumuyu anasema kwamba bwana, hilo jeneza halina kitu na aliyofariki hapo ni mtani wao, na ndio maana wanafanya hayo yote. Hata sie pia wa Manyema huaga tunafanya hivyo kwa kuona kwa anayeona au kwa anayeoa au anayeolewa, na pia vile vile kwa aliyefariki kama ni mtani huwa tunataniana. Umeona bwana? Hizo ni tamaduni za watu, mambo ya kutaniana hayo kwenye harusi na misiba vile vile. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau, kama chochote kile ambacho hapo umekielewa, hebu tuwekee maoni yako bwana katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kama ilivyokuwa ada, kwa kulike na kushare. Na pia vile vile make sure una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.